Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena kwa sababu ya kibali chako. Umetupa neema tena ya kuja nyumbani mwako kujifunza maneno ya uzima. Baba, ni wengi walitamani kuja lakini hawakuweza kwa sababu mbalimbali. Lakini wako watu mahali hapa waliokuja. Bila shaka ni neema yako Mungu umewezesha kuja. Wana kiu, wana shauku ya kujifunza. Na Baba ulisema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Baba, tujaze sasa neno lako. Tujaze maarifa ya kwako Mungu kwa Roho wako Mtakatifu ambaye ndiye afunuaye siri za ufalme. Tunakualika Roho Mtakatifu katikati yetu sasa. Wewe ndiye mwalimu utufundishaye. Na umesema unatufundisha ili tuweze kupata faida. Hata leo, kwenye somo la leo, iko faida Roho Mtakatifu anakusudia kwetu. Na kusisa tukaiachilie kwa kila moja aliyeketi mlangoni kwa kujifunza jioni ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa sasa upo kutufundisha na upo kutukumbusha yote ambayo tunajifunza kutoka kwako. Asante kwa sasa unaenda kutufundisha sawa na ahadi yako, katika jina la Yesu na Bwana kushukuru. Amen. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Leo tena ni Jumatano. Ni siku ambayo tumeweka utaratibu wa kujifunza maneno ya Mungu. Na kama hivyo kawaida utaratibu wetu, tunachambua Biblia kitabu kwa kitabu. Na wiki kama 3 zilizopita tujakutana hapa katika kusoma na mkutano ambao mengi. Tulianza kitabu cha Yohana. Tulianza sura ya 1 mstari wa 1 mpaka mstari wa 14. Leo tutaendelea pale tulikoishia. Na leo tutaangalia mistari 4 peke yake. Tutaangalia Yohana sura ya 1 mstari wa 15 mpaka 18. Nafikiri mistari 3 au 4. Mistari michache, ili hayo ukiashika hayo bila shaka utapiga hatua. Kwa hiyo somo letu la leo lina kichwa kinasema ushuhuda wa Yohana na utukufu wa Yesu Kristo. Ushuhuda wa Yohana na utukufu wa Yesu Kristo. Ushuhuda wa Yohana aliokuwa nao juu ya habari za Kristo, na utukufu wa Kristo alionao kama mwana wa Mungu, kama neno la Mungu, kama mti ya uzima. Maana tunasema ushuhuda wa Yohana na utukufu wa Yesu Kristo. Tutasoma mstari wa 15 mpaka 18. Nitasoma. Yohana alimshuhudia. Huyu Yohana alimshuhudia Kristo. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake, ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua.
Haya ndio maandiko ya leo tutakayowachambua. Chambua hiyo mistari michache. Ukikamata hiyo, bila shaka utakuwa umevuka, umeenda kwenye hatua nyingine. Mpendwa, katika sura hii, katika maandiko haya ya Yohana sura ya kwanza 13-18, Yohana Mbatizaji anamtambulisha Yesu Kristo kwa ulimwengu. Yohana anaujulisha ulimwengu habari za Kristo. Yohana analeta taarifa za Kristo kwenye ulimwengu ili wamjue huyu Yesu anayemtaja yukoje, ana sifa zipi na ni nani. Anamtambulisha kwa ulimwengu. Mpendwa, Yesu anayetambulishwa na Yohana, ama Yesu aliyekuokoa wewe akaniokoa mimi, Yesu huyu si mwanadamu wa kawaida. Ni kweli alizaliwa na Bikira Maria, akawepo hapa duniani, akala ugali, akala chips kama mimi na wewe, yawezekana na kuku alikula, ni kweli. Lakini Yesu huyu si mwanadamu tu wa kawaida. 100% mwanadamu na 100% ni Mungu. Huyu Yesu anayetambulishwa na Yohana, yeye Yesu ni neno. Kama tulivyoona kwenye mstari ya mwanzo kitabu cha Yohana, somo lililotangulia, Yesu amemuita neno. Hapo mwanzo palikuwepo na neno. Ndio huyo anaendelea kumtambulisha. Huyu neno alikuwako tangu mwanzo, na ambaye amefanyika mwili ili akae kwetu. Huyu neno alipofanyika mwili, ndipo akaweza kukaa kwetu, ndipo akaonekana kwa wanadamu, ndipo akalala kwenye nyumba kama mimi na unavyolala, ndipo akala ugali, akafanyika mwili, akakaa nasi. Huyo neno anayetambulishwa na Yohana. Mpendwa, ujio wa Yesu kwenye mwili ulitabiriwa miaka mingi kabla yeye hajafanyika mwili. Manabii walianza kuongea habari za huyu Kristo. Kwa habari za Isaya na mwingine, atasema Bikira Maria atachukua mimba, atazaa mwana. Kitabu cha Isaya anasema huyu mwana ataitwa Immanueli. Maana ya Immanueli, Mungu pamoja nasi. Sasa kwenye maandiko yetu haya, ulikuwa ni utangulizi. Kwenye maandiko yetu haya, tutangulia mstari 15-18, kuna mambo mengi kadhaa tutakayoyaona. Tutachambua mstari mmoja baada ya mwingine. Yako mambo mengi tutapitia. Kwa hiyo somo letu litakuwa na vipengele 4. Kipengele cha kwanza, Yesu alikuwepo tangu milele. Yesu alikuwepo tangu milele. Kipengele cha pili, baraka zinazofurika. Baraka zinazofurika ama ambazo haziishi. Kipengele cha tatu, tofauti ya torati na neema. Tofauti iliyopo kati ya torati na neema ni mstari wa 17. Kipengele cha 4, Yesu amuonyesha ama Yesu amtambulisha Mungu. Tukasema Yesu amtambulisha Mungu ni mstari wa 18. Moja kwa moja twende kipengele cha kwanza. Yesu alikuwako tangu milele, mstari wa 15. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Anasema ajaye nyuma yangu.
au anayenifuata au atakayekuja badala ya mimi kuja, anasema huyo alikuwepo mbele yangu. Anasema Yesu alikuwepo kabla Yohana. Yohana anathibitisha hilo. Mpendwa, Yohana Mbatizaji alizaliwa miezi 6 kabla Yesu. Yohana Mbatizaji anamzidi Yesu kwa miezi mingapi? 6. Tutaona maandiko. Kwa Yohana Mbatizaji alizaliwa miezi 6 kabla Yesu kuzaliwa kimwili. Tusome Luka 1 kitabu cha Luka sura ya kwanza tutasoma mstari kwa kurukaruka kwa sababu hatuna haja ya kusoma yote. Luka sura ya kwanza mstari wa 26, nitasoma mstari wa 31, nasoma 36, lakini wewe ukiwa nyumbani kasome yote ili uweze kupata yote kwa pamoja. Mstari wa 26 unasoma, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka katika mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Mstari wa 31, tazama, anamwambia Mariamu sasa, tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume na jina lake utamuita Yesu. Huyu ni malaika ametuma kaja kwa Mariamu, anampa taarifa za kuzaliwa kwa mtoto, kwa utapata ujauzito, utazaa mtoto naye ataitwa jina lake Yesu. Sasa ni mstari wa 36. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto wa kiume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Ni mwezi wa 6 wa ujauzito wake huyo yeye aliyeitwa tasa. Pendo, Elizabeti alikuwa tasa azae mtoto, lakini kwa sababu ya uweza wa Mungu utasa haukuwa kikwazo kwa kumzaa Yohana Mbatizaji. Yako mengine wakati mwingine hao yamekusumbua, yameonekana haya yamefika uzito ambao hauvumiliki, yamefika katika hali ambayo ni ngumu kwenye maisha yako, lakini Yesu aliyefungua tumbo la Elizabeti, hata wewe yalikusumbua anaweza kushughulika naye. Baada ya kuja kwake anatoa taarifa Mariamu. Sasa malaika akampa Mariamu taarifa za ujauzito na habari za Yohana Mbatizaji anayezaliwa. Sasa Yohana anasema Yesu alikuwepo kabla yangu. Kumbuka Yohana amezaliwa, amemtangulia Yesu miezi 6, lakini Yohana anasema huyu Yesu alikuwepo kabla yangu. Hii ina maana kwamba Yesu alikuwa kwa mbinguni kabla ya kuzaliwa hapa duniani, kwa sababu yeye ni Mungu wa milele. Na hapa ndiko dini nyingi, watu wa dini wanaposhindwa kuelewa. Ukiwaambia Yesu ni Mungu, wanakuambia huyu Mungu anakuja, Mungu wa kuzaa, wanakuwa hadithi nyingi. Siri yake iko hapa. Wakielewa hapa, basi watakuwa wamepata maarifa. Kwa hiyo Yesu ni Mungu wa milele, alikuwepo kabla ya Yohana, na Mungu hana mwisho, hana mwanzo, ni wa milele huko nyuma na milele na milele. Nitoe mfano ili tuone kwamba inakuweje Yesu kutangulia Yohana. Yohana akazaliwa, lakini Yohana anasema huyu alikuwa kabla yangu. Mfano, kama mtu
Umeanzisha kampuni yako kubwa kutengeneza magari. Mtu fulani akaanzisha kampuni yake, lakini afanye kazi yeye, afanye kazi peke yake. Hata hivyo akaajiri wafanyakazi kadha wa kadha, wengine wakaanzia chini, akapanda mpaka kama meneja. Kuwa kwake meneja hakumaanishi kwamba yule aliyeanzisha labda amekaa nyumbani au anafanya hana mamlaka. Hapana, bado mamlaka yake ya kumiliki iko pale pale, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi. Kwa hiyo Yohana kuja duniani kabla ya Yesu haimaanishi yeye ni mkubwa kuliko Yesu. Hapana, Yesu wake uko pale pale. Kwa hiyo hilo ndio kwenye kipengele cha pili, baraka zinazofurika, au kusema neema juu ya neema, kwa wote utakaopenda kuita baraka zinazofurika. Mstari wetu wa 16 maandiko yanasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake huyo Yesu sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Mpendwa, kwa Yesu huyo ambaye ni Mungu wa milele, kuna kila kitu ambacho mwanadamu anakihitaji. Kila kitu. Yeye ni yote katika yote. Upendo unapatikana kwa Kristo. Ili mtu awe na upendo wa kweli wa kimungu, anaupata kwa Kristo. Mtu awe na amani ya kweli, inapatikana kwa Kristo. Msamaha wa dhambi unapatikana kwa Kristo, si kwa mwanadamu. Mwanadamu atakwambia nimekusamehe, lakini sitakusahau. Ulimkosea baba, ulimkosea mama, ulimkosea rafiki, kusema nisamehe, kusema nimekusamehe, lakini kwenye rekodi zake yeye anakumbuka. Utashangaa siku moja anakukumbushia, lakini wewe ulifanya hivi na hivi, sijasahau, ingawa nishasamehe. Huyo hana msamaha wa kweli, hajasahau. Kusamehe maana yake ni kuachilia na kusahau, na ndiyo sifa ya Mungu. Anasamehe na kusahau. Kristo akimsamehe mtu, amesamehe jumla, hakumbuki dhambi zako tena. Msamaha unapatikana kwa Kristo peke yake, si kwa mwanadamu. Uzima wa milele unapatikana kwa Kristo, si kwa dini. Dini yetu, dini yako, dini ya yule jamaa jirani yako haina uzima hata kidogo. Ndio maana kwenye dini kuna wachawi, kwenye dini kuna walevi, kwenye dini kuna majambazi. Haijawapa amani, haijawapa uzima bado, kwa sababu dini haina uwezo wa kumpa mtu uzima wa milele isipokuwa Yesu Kristo peke yake. Yeye kila kitu anachokihitaji mwanadamu kipo kwake. Hazina ya Yesu haina kikomo na hapungukiwi kamwe. Huyu Mungu, huyu Yesu, huyu hapungukiwi kamwe wakati wote. Ukimwita asema niite, iwe ni usiku ni mchana, baraka zake ziko pale pale, uwezo wake uko pale pale. Anatenda na bariki wakati wote, haishiwi. Mwanadamu wakati anaishiwa anasema muda huu siwezi kusaidia kwa sababu sijapata mshahara au sijafanya hiki na hiki. Kwa Kristo hilo hakuna. Baraka zake za milele wakati wote zipo. Tusome Wafilipi 4:19. Anasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kila unachokihitaji kwa Kristo kipo. Ndio maana anasema ombeni
na nitapewa. Anajua anaweza kutoa chochote kwako. Labda nitoe mfano. Ndio maana neno neema juu ya neema, baraka zinazofunuliza hazikati. Labda nitoe mfano wa hii. Ukienda baharini au ziwani, kwa wale ambao wako huku hawajazaliwa karibu na ziwa waweza wasijue hili, lakini wako kwenye maziwa makubwa au baharini, utaona, angalia, mawimbi yanakuja linapiga mpaka ufukweni, linatoka hili na kuja lingine, linatoka hili na kuja lingine, masaa 24 hayakatiki. Ndivyo na uwezo wa Kristo kubariki mtu. Baraka zake hazikatiki. Anakupa hii natoka na nita hii natoka mpaka kutoka duniani. Ndio maana baraka zinazofurika. Ndio maana ya neema juu ya neema. Amina. Kwa hiyo hilo ndio tunataka kujipelekea cha tatu. Tofauti iliyopo kati ya Torati na neema. Mstari wa 17. Tofauti iliyopo kati ya kipindi cha Torati cha Musa na kipindi hiki cha Kristo cha neema. Tofauti yake nini basi? Mstari wa 17. Sema kwa kuwa Torati, sheria hiyo, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli ilikuja kwa mkono wa Kristo, ilikuja kwa Kristo. Pendo, sheria ya Musa ndio Torati. Sema sheria ya Musa manake anamaanisha Torati. Sheria hii ilionyesha dhambi na nini tunatakiwa kufanya ili tusiadhibiwe. Nakwambia kwamba kuzini, kwenda nje ya ndoa, nasema ni dhambi, sheria hii. Kwa utakiwi kuzini. Ukizini unaadhibiwa kifo, pigwa mawe. Kwa habari ya mwanamke mmoja, wamemkamata wa Farisayo wakamleta kwa Kristo, wakataka wampige kwa sababu alikuwa anazini. Yesu akasema ambaye hana makosa amgusa, akakimbia wote. Ilikuwa anatafuta chini Torati. Torati inaonyesha dhambi na nini kinatakiwa kufanya ili tusiadhibiwe. Lakini kwa nini? Lakini Yesu alikuja na neema ya kutuokoa na dhambi. Hiyo tofauti. Ili sheria inadhihirisha dhambi na nini kifanyike ili usiadhibiwe. Basi haitafanyeje? Haitamsadu wote. Lakini wakati sheria ya Kristo imeambatana na neema. Msamaha umeambatana na neema. Mpendo, neema ni neno muhimu sana kwa mwanafunzi wa Biblia. Tutaliangalia katika maneno mawili. Kwanza, neema ni upendeleo wa kuchaguliwa bila kustahili. Upendeleo wa kuchaguliwa bila kustahili. Labda kukawepa sifa kwamba ili ufanye hivi au uende uje sehemu fulani uwe na sifa fulani. Akaja mtu akwambia hauna sifa, lakini ingia. Ili uingie ukumbini kwenye harusi unatakiwa usifa ni kigezo kadi. Sasa akaja mtu, wewe uko nje akakamata mkono, ukasema tuingie harusini. Hapo haukuwa na sifa ya kuingia ukumbini, lakini umependelewa. Sasa hata wokovu wetu tulio nao hatuupati kwa kufanya kazi yoyote, hatuupati kwa kutimiza masharti yoyote ya kisheria. Hapana, ni neema ya Mungu peke yake inayosababisha tupate wokovu. Hakuna jambo tunalolifanya, ni wewe kukubali kwamba kuanzia leo
Kristo, nimekuamini, wewe ni Mwokozi, nisamehe, wokovu kwisha. Napata wokovu kwa neema. Kwa hiyo ni kuchaguliwa pasipo kustahili. Ndio maana neema ni maana ya kwanza. Tumepata wokovu wetu kwa neema bila matendo ya sheria. Tutasoma Tito 2, kitabu cha Tito sura ya 2 na mstari wa 11. Tito 2, kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11. Maandiko yanasema, maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa. Neema inaokoa wanadamu. Ikifunuliwa kwako, unaokoka. Imefunuliwa, imewekwa wazi ili watu waokoke kwa neema, pasipo kuwa na sifa, pasipo kufanya jitihada zozote. Sasa eneo la pili la neema. Neema ni uwezo wa Mungu unaomsaidia mwanadamu aliyeokoka kushinda dhambi kwa njia iliyo rahisi sana. Neema ya Mungu ndio inamwezesha mwanadamu akaweza kuishi maisha matakatifu bila kumuudhi Mungu. Neema inakufundisha wewe kuacha mabaya, inakufundisha wewe kuwa na unyenyekevu, inakufundisha wewe kuacha mambo yasiyokubalika mbele za Mungu. Neema peke yake, neema ya Mungu. Kwa hiyo neema inatuwezesha kukataa ubaya na tabia na tamaa za kidunia. Mtu anapokuwa anaona sasa amezidiwa na tamaa, mwambie Mungu, nipe neema ya kuniwezesha, na Mungu ataachilia neema kwa ajili yako. Utashangaa unashinda. Ukisoma Biblia kwa makini, utaona kuwa sheria ya Musa ilikuwa ni ngumu. Sheria ya Musa ilikuwa ni ngumu, lakini sheria ya Kristo iliyokuja baada ya Torati ni ngumu sana kuliko sheria ya Musa, lakini inawezekana kwa sababu ya kuwepo kwa neema. Takupa mfano mdogo uone jinsi sheria ya Musa ngumu, lakini ya Kristo ni ngumu zaidi. Twende Mathayo 5, Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 na 28. Mstari wa 27 na 28. Anasema, mmesikia kwamba imenenwa, huyo ni Yesu, mmesikia kwamba imenenwa usizini. Torati, hiyo andiko lipo Kutoka 20:14 analinukuu hapa Kristo kwamba msizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazame mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Sasa sheria ya Torati ilikuwa hivi: ili mwanamke au mwanaume aonekane amefanya uzinzi, lazima au mchukua mke wa mwingine, wakutana anafanya ile tendo, aonekane anafanya, sio kwa kuhisi. Hapo ndio umekiuka sheria ya Torati. Kwa ukijificha wewe, watu wakuoni, hakuna naye hukumu kwa sababu hujaonekana. Ukishathibitika tu, wewe ndio kwenye hukumu. Lakini sheria ya Kristo anasemaje? Sasa mmesikia nimeambiwa msizini, lakini mimi nawaambia, amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amezini naye moyoni. Kwa hiyo uone sheria ilivyo ngumu hii. Kwa mfano, tupo kwenye ibada, dada mmoja yoyote yule, mama mmoja amevaa nguo yake ambao wanaona sasa ina utata, labda naonyesha mpaka nguo za ndani, mfano imembana kwenye mtu achanganya. Sasa anapotembea kule mpaka anakuja kutoa sadaka hapa, wanaume wote waliomwangalia wakamtamani, maana yake wamezini naye.
Kwa mwanamke mmoja amezidi na wanaume wa 10 kanisani kwa dakika moja. Unaona sheria ilivyo ngumu hii. Lakini ili kushinda hayo, Kristo akaachia na neema ya kukusaidia usiende huko. Sheria ikawa kali, lakini ikaambatana na msaada kuwezesha. Sheria iliambatana na msaada unaoitwa neema. Ukisoma Torati pale na kitabu cha Tito tena 2, Tito 2:12 anasema, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Nini inatusaidia? Ni neema ya Kristo. Kwa hiyo akaleta sheria yake ngumu, lakini ikaambatana na msaada wa kuwezesha kushinda. Torati ni ngumu, sheria lakini hayatoi msaada wa kusaidia kushinda, hapana. Lakini neema wakati wa Kristo, sheria ni ngumu, amekaza viwango vya utakatifu, lakini vikaambatana na msaada wa Mungu wa kusaidia ili uvuke, ili ushinde, ambao ni neema. Neema ni uwezo wa Mungu unaotusaidia sisi kuishi maisha ya utakatifu. Amina. Tutasoma au tusome andiko. Ni hapo kwenye Yohana 1:17 hapo. Turudie kidogo. Anasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tumepokea nini? Neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hiyo uko msaada kwa Kristo wa kukuwezesha wewe kuishi maisha utakatifu. Wengine kwenye wokovu huu huwezi ukaishi ukampendeza Mungu kwa kutumia nguvu kwenye maisha ya wokovu. Huwezi mpaka neema ya Mungu ikusaidie. Utashangaa yaliyo magumu yanakuwa mepesi. Ndio watu wengine wanajiuliza, hivi huyu anawezaje? Huyu kaka amekaa, mke wake yuko Shinyanga, yuko Ulaya, mwaka wa 2 wa 3 ameishije? Iko neema ya kumwezesha. Uko msaada wa Mungu na wewe upo kwa ajili yako. Amen. Iko neema ya kukuwezesha. Ukitafuta neema utashangaa. Mwambie Mungu akupe neema. Yaliyo magumu mwambie Mungu aachilie neema. Utashangaa mambo yanabadilika. Hata pale ambapo usingepenya unashangaa umepenya. Ukishapenya ndio unajiuliza, hivi nimepenyaje? Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Hilo na tunaomba kipengele cha mwisho kinasema Yesu amtambulisha Mungu. Mstari wa 18. Yesu amtambulisha Mungu. Mstari wa 18, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Ndio maana Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Njia ya kwenda kwa Mungu, anasema hakuna aendaye kwa Baba bila kupita kwangu, kwa sababu yeye anamfahamu. Ndio maana hapa anamfunua yeye. Mungu Baba haonekani kwa macho ya damu na nyama. Huwezi kumwona Mungu anatembea hapo mtaani. Utamwona kwa leo ukutana na Mungu amevaa suti, amevaa miwani kama mchungaji. Sasa hapana, Mungu haonekani kwa macho ya damu na nyama. Macho ya binadamu hawezi kumwona Mungu.
Kupitia Kristo Yesu tunajua Mungu yukoje, tunajua tabia za Mungu, tunajua sifa za Mungu, kwa sababu ukimwona Kristo umemwona Mungu Baba mwenyewe. Tabia za Kristo Yesu ndio tabia za Mungu Baba. Anachokitaka Kristo ukifanye, ujue ndicho anachokitaka Mungu wewe ukifanye. Ukisoma Marko 1:25 utaona anasema ni mtakatifu. Kwa ndio sifa ya Mungu ya utakatifu. Ukimpata Kristo, ukitaka kujua Mungu utaona sifa za Kristo Yesu. Yesu ni mtakatifu na Mungu ni mtakatifu vile vile. Yesu Kristo ni mtakatifu na Mungu Baba ni mtakatifu vile vile. Yesu Kristo ni mwenye upendo na Mungu Baba ni mwenye upendo vile vile. Utasoma unalosoma Yohana 1:25. Marko 1:25. Bwana anasema na kutambua unani mtakatifu wa Mungu. Ni Yesu anataja kwa yeye ni mtakatifu wa Mungu. Kuona Mungu ni mtakatifu vile vile. Kusoma Yohana 6:69 anataja sifa za Mungu vile za Kristo, ambazo ndio sifa za Mungu vile vile. Kwa ili umjue Mungu Baba, mjue Kristo kwanza. Ukishamjua Kristo tayari umemjua Mungu Baba alivyo. Ukishamchukua Kristo tayari umemchukua Mungu tayari. Nasi tumeamini tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Huyu ni Kristo anamwambia. Ndiye mtakatifu wa Mungu, na hii ndio sifa ya Mungu Baba wa mbinguni. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tena kwa sababu ya neema yako ya kipekee. Roho Mtakatifu, ni kweli umetufundisha habari za Yohana, jinsi alivyokufunua wewe, na umetuonyesha kwenye maandiko utukufu wako ulio nao. Umetueleza habari ya neema juu ya neema, hizi baraka ambazo zinafurika kwetu kila itwapo leo, ambazo hazina ukomo. Ukitoa hii na hii inakuja, ikiisha hii na hii inafuata. Ndio sifa zako, maana kwako utajiri wako haupimiki kamwe. Baba, tunakushukuru kwa sababu umeyaachilia kwetu, ni kwa sababu unatupenda tu. Asante kwa neema ya kipekee, asante kwa uwezo wako na nguvu zako. Tunakubariki Mungu kwa matendo makubwa. Unatupendelea kwenda kutufundisha Bwana, mstari kwa mstari, ili tuweze kuzijua siri za ufalme. Tuamsha sifa na utukufu kwako unayotutendea kwa utopoleo katika jina la Yesu. Baba, wakati tunailisha ibada yetu, mfalme wa amani, watoto wako wote na wainua na kuwakabidhi kwako. Naomba neema yako isiwapungukie Bwana. Ulinzi wako usio wa kibinadamu ukaambatane na kila mmoja Bwana. Kwa jina lako Kristo aliye, uwatunze tena na kuwahifadhi kwa utukufu wa jina lako, katika jina lako Kristo tunakushukuru. Amen.